hizi nauli ni LATRA ambao ndio wanakuwa wanapanga, au hizi kampuni ambazo zinatoa huduma ya taksi mtandao ndio wanapanga hizi nauli? Asante. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ndio inayopanga nauli za taksi mtandao, na nauli zinazofanya kazi sasa hivi za taksi mtandao ni nauli zilizotoka kwa mujibu ni nauli zinazofanya kazi sasa hivi, nauli zilizotolewa kwa mujibu wa amri ya bodi ya LATRA iliyotolewa tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2022, na nauli hizo zimewekwa kwa wigo wa kiwango cha chini na kiwango cha juu. Kumbuka kwenye huduma hizi za taksi mtandao kuna utaratibu kidogo ambao unahitajika kueleweka kwa umakini zaidi, kwamba yupo mmiliki wa mfumo wa taksi mtandao, alafu kuna abiria, alafu kuna mtu ambaye anamiliki chombo cha usafiri, kwa maana hawa madereva wetu. Sasa kwa huyu mwenye mfumo ameutangaza mfumo wake, kwanza amewekeza kwenye kusanifu mfumo wake, amekuwa na mfumo tayari, lakini ametumia gharama za kuutangaza na kuufanya ukubalike katika jamii. Kwa hiyo ili unapokubalika sasa, unakuwa una abiria wengi sana ambao wanakuwa wamejiunga na huo mfumo. Baada ya kuwa amefanya hivyo, sasa sisi kama mamlaka tunavyompangia nauli, tunampangia kiwango cha chini cha nauli na kiwango cha juu cha nauli. Kumbuka huyu mwenye mfumo ndio atakuwa anatoza au ana set kiwango cha nauli ambacho watalipa abiria kwenye mfumo wake, lakini lazima afuate sasa msingi ule ambao sisi tumepanga. Yes. Kwa mfano tuchukulie mfano tu mwepesi kwa amri ya bodi hiyo ambayo ya mwaka 2022 kwa usafiri wa pikipiki ambayo inabeba abiria mmoja. Hii pikipiki kwa umbali usiozidi kilomita 1, nauli ya chini kabisa ni shilingi 1000 na nauli ya juu kabisa ni shilingi 1500. Kwa huyu mwenye mfumo anaruhusiwa kutoza hapo katikati. Nauli ya chini tunaweka kwa ajili ya kumlinda dereva, kwa sababu huyu mwenye mfumo akitoza nauli ya chini sana, dereva ataumia. Vile vile akitoza nauli ya juu sana, abiria sasa ambaye anakuja kutumia huduma, yeye ataumia. Lakini baada ya kutoza ile nauli ambayo sasa ameitoza huyu mtu wa huduma wa mfumo, maana sasa hiyo ndio nauli ambayo atailipa abiria, linakuja swala zima la commission au tozo ya kutumia mfumo. Kumbuka huyu dereva yeye amepewa abiria na mtu wa mfumo ambaye ameshatumia gharama zake kutangaza mfumo na mpaka anao wateja wengi na anakubalika katika jamii. Sasa wewe dereva ambaye unamiliki chombo cha usafiri, una uhuru wa kutumia miongoni mwa watu wa huduma waliopo. Mpaka sasa hivi tuna kampuni 21 za taksi mtandao ambazo zina leseni ya kutoa huduma hapa nchini. Katika hizo sasa wewe unachagua ambaye mtu wa huduma ambao unamuona wewe ana maslahi mazuri au ana huduma nzuri kwa mujibu wa wewe maslahi yako ya kufanya kazi. Kumbuka ukienda kwa yule ambaye hajawekeza sana, maana yake ni fupi tu kwamba utakuwa hupati wateja, hakuna abiria. Huyo aliyewekeza sana atakuwa amewekeza hela nyingi, lakini pia na abiria wengi, lakini pia sasa na mara nyingi hao waliowekeza sana wanakuwa wanatoza commission au ile ni hiyo tunaita commission au tozo ya juu sana. Sasa tumeweka kiwango. Tozo ya chini kabisa ni 10%. Tozo ya juu kabisa 25%. Manake mwenye mfumo sasa anavotoa huduma ya kumpa abiria dereva anaruhusiwa kutoza kati ya hizo asilimia, kati ya 10% na 25%. Hatakiwi kwenda nje ya huo wigo ambao tumeutoa. Sasa inayokuja hapo, changamoto kubwa sana inakuja ni kwamba huyu mtu wa huduma wa usafiri ameshatoa huduma na abiria amelipa nauli kwa mujibu wa ile nauli ambayo iliweka kwenye mfumo. Ile nauli anayolipa 10% mpaka 25% kwa mujibu wa pesa ambayo ataamua kupanga yule mwenye mfumo, ndio inatakiwa sasa itoke kwa huyu ambaye amepokea ile pesa, ambaye ni dereva, irudi kwa mmiliki wa mfumo. Na sasa inapotokea kazi kama hiyo, sasa kazi imeshafanyika, tuchukulie dereva ameshamsafirisha abiria, imelipwa shilingi 10,000. Kwenye hiyo 10,000 shilingi 2500 tunachukulia sasa ametoza ile ya juu kabisa 25%. Shilingi 2500 ni pesa ambayo inatakiwa irudi kwa huyu mwenye mfumo wake ambaye amewekeza na kutafuta abiria na wanamwamini. 7500 ndio mali ya dereva. Sasa kuna changamoto pia inatokea hapo sasa. Pale ambapo mtu wa huduma wa mifumo amempa ofa abiria. Sasa tuulizane, je, ile ofa inalipwa na nani? Kimsingi ofa inalipwa na mtu wa huduma wa mifumo. Kwa sababu huyu dereva ambaye anatoa huduma za usafiri akibeba abiria mmoja ambayo mtu ambaye hajapewa ofa, maana yake atatakiwa shilingi 2500 kwenda kumpa mmiliki wa mfumo.
Lakini utakuta kuna trip nyingine tena, mtoa huduma wa mfumo amempa ofa pengine ya 50%, yani badala ya kulipa nauli ya shilingi 10,000 anamwambia lipa 5,000 tu. Kwa hiyo dereva huku sasa atajikuta anamdai mtu wa mfumo shilingi 2,500. Ndio maana sasa kuna sera sasa ambazo wanakuwa wamewekeana mtoa huduma kwa maana ya dereva na yule mmiliki wa mfumo za kufanya kurudishiana pesa kwa yule ambaye kuna pesa ambayo inazidi kwa mwenzie. Na kwa mara nyingi inapotokea ni huyu sasa dereva ndo anakuwa na pesa anatakiwa akarudishe kule kwa mtoa huduma. Kwa nini kuna dereva ambaye analalamika kwamba offers zimekuwa nyingi? Ni swala sasa la kimahesabu. Kwamba unaweza kukuta dereva ameshafanya trip wiki nzima, anadaiwa labda tuchukulie shilingi 50,000 na mmiliki wa mfumo. Anadaiwa shilingi 50,000. Lakini akishamaliza kumbeba abiria, anaambiwa abiria amepewa ofa 50%, badala ya 10,000 anatakiwa alipe shilingi 5,000. Yeye anawaza sasa sawa, anadaiwa shilingi 50,000, lakini sasa nataka nikiweke mafuta. Ndio hapo inakuja changamoto. Kwa hiyo mmiliki wa mfumo naye anatafuta njia zake sasa kumsaidia kuweza kumdai kwa urahisi, kwa sababu kwa kweli malalamiko tunayopokea pande zote mbili. Kuna madereva wanalalamika kwamba ofa nyingi, mimi nilikuwa nataka nishike ile pesa moja kwa moja. Lakini kumbuka sehemu ile pesa ambayo anashika dereva sio pesa yake. Na huyu mtu wa mmiliki wa mfumo pia kuna pesa ambayo sasa anatakiwa ameshatoa ofa na anajaribu kumbana huyu mtu wa dereva aweze kumrudishia pesa yake. Ndio hapo sasa mtu anakwambia bana, mimi nilikuwa najua tu bana, leo nikibeba abiria ikija shilingi 10,000 nitaenda kuweka mafuta ili niendelee kutoa huduma. Sasa anamchukia abiria ambaye amepewa ofa. Na sio tu hivyo, kuna baadhi ya madereva pia wanawachukia abiria ambao wanalipa kwa njia ya kimtandao. Yaani kuna abiria maarufu kama abiria wa kadi. Mtu kwamba ameshahusianisha mifumo yake ya kimalipo, anasafiri pengine kupitia kampuni yake ambayo ina makubaliano na mtu wa mifumo, na pesa inakatwa au italipwa moja kwa moja kwenye akaunti ya mfumo. Kwa changamoto inakuja katika mazingira yao, lakini sio kwamba ile pesa ya ofa inakula au anailipa dereva, sio kweli. Ukijaribu kuangalia hata namna ambavyo umeeleza, shida kubwa inaonekana ni uelewa. Madereva wameshakuja hapa wakaleta malalamiko yao pengine na mkazungumza nao juu ya hizi changamoto ambazo zinawakumba. Ni kweli. Na nitoe tu historia kwanza. Mtakumbuka mwaka 2022 kulikuwa kuna mvutano kidogo na madereva walikuja, kukawa kuna mgogoro pia na upande wa serikali. Tukajaribu kuweka misingi ambayo labda ingekuwa rafiki zaidi kwa madereva, kwa sababu madereva wao wanalalamikia kwamba wanatamani ile commission iwe ndogo. Actually kwa kimsingi madereva wanatamani 15% iwe ndio ukomo wa juu wa kutozwa. Sasa tukapata changamoto moja. Kuna baadhi ya kampuni, mnakumbuka Bolt na Uber, walijiondoa kwenye huduma baada ya kuwa serikali imelazimisha kwamba kiwango cha juu kabisa cha kutoza commission ni 15%. Sasa wanapojiondoa Uber na Bolt, hawa madereva ikabakia hapa sokoni, ikabakia ile mifumo ambayo haijawekeza kwa kweli, ilikuwa haijajitangaza sana, haina abiria wengi. Kwa mazingira hayo, ile mifumo baadhi yenyewe iko tayari kutoza hiyo commission ya chini, lakini sasa changamoto yake hawana abiria wengi. Kwa hawa madereva walikuja tena kutuomba sisi serikali kwamba tuwaombe wale watoa huduma wanaotoza commission za juu tuwashawishi waweze kurudi. Kwa hiyo wakirudi tena inakuwa story ya namna hiyo. Kwa hiyo upande mwingine ni vizuri pia madereva pia ufahamu kwamba wana uhuru wa kuchagua. Yaani sawa sawa na wewe umesema ninalazimisha lazima nitumie huduma ya huyu ila apunguze bei. Lakini naye anakuambia mimi nimeshawekeza sana, nimeshafanya gharama za masoko na ofisi, nalipa watu na mifumo yangu nimeisanifu ina gharama kubwa. Kwa hiyo nisipotoza commission ya 1% hii siwezi kupata faida. Kwa hiyo ndio unakuta pale sasa huyu dereva ambaye anasema mtoa huduma huyu ni mbaya, lakini yule mtoa huduma akiondoka anakuambia bora arudi yule. Kwa sababu gani? Anasema kwa siku bwana, sasa hivi napata safari chache, sipati wateja wengi. Kwa hiyo pia ni vizuri wa madereva wetu pia wafahamu ni bora ufanye biashara unapata kidogo, lakini uwe na mzunguko mkubwa, uwe na safirisha abiria wengi, na mwisho wa siku utapata pesa nyingi. Lakini pia tujifunze pia kuwa wawajibikaji. Yaani kama umetoa huduma, mtu amekupa abiria, umetoa huduma, mwisho wa siku unajikuta unadaiwa labda 40,000 unatakiwa uzipeleke, uwe tayari kuzilipa. Kwa hiyo ni vizuri pia madereva wetu wajifunze kuwa na tabia ya kutunza vizuri hesabu zao. Usiweze tu kuhesabu kwamba bana mimi nadaiwa 40,000 natakiwa nipeleke kule kesho. Hiyo 40,000 umeshaitumia. Alafu kiamka asubuhi unasema mimi nataka mteja ambaye hana ofa. Kwa nini? Unataka ile pesa uishike wewe. Alafu huyu mmiliki wa mfumo aanze kupata tabu sasa jinsi ya kuitafuta pesa ambayo ni 1% yake. Kwa mujibu wa yale utaratibu ambao tumeweka kwenye amri ya LATRA.
hiyo kweli pia itakuwa sio nzuri. Hawa watoa huduma kwa maana ya hizi kampuni ambazo zinatoa hii huduma ya taxi mtandao, kama ambavyo umeshasema, mara ya kwanza waliwahi kuondoka kwa maana ya Uber na Bolt. Sasa hivi tumeona Uber imeondoka wao. Kwa upande wao ambao wanakuwa wanatoa huduma hizi, wanalalamika changamoto kubwa ni ipi na wafanya paka kuna wakati mwingine wanaondoka? Kwa sababu ukizungumza na Bolt wanakuambia hii ni mara ya pili madereva wanaandamana, na changamoto kubwa ndio hiyo. Kwao wanakoma wapi? Kwanza, baada ya kuwa mwaka ule 2022 baadhi ya hao watu wa huduma wawili Uber na Bolt walivyositisha huduma zao, na madereva wakawa wanalalamika, sasa wanatamani hawa watu wa huduma ambao walikuwa ni wakubwa kwa siku zile, kwa kweli sasa hivi wameongezeka, wapo wakubwa wengi zaidi. Kwa wakati ule wakubwa walikuwa ni hawa wawili, madereva walivyoona wanatakiwa waje. Kwa tukakaa sisi kwa upande wa serikali, tukakaa na wadau wote, na baadaye tukakubaliana kwamba hii kamisheni ambayo inatozwa na mtu wa mfumo iwe kwa njia ya ushindani, tusilazimishe kwamba 15%. Na kwa kipindi kile kwa kweli madereva walikuwa na uelewa, wakakubali, na ndio maana sasa hiyo oda iliyotoka mwezi wa 12 mwaka 2022 iliweka uwanda mpana zaidi kati ya 10% mpaka 25%, ambao hata watu wa huduma wakubwa pia kwa mujibu wa uwekezaji wao wameona inafaa na inawalipa. Na sasa hawa watu wa huduma wakubwa, changamoto kubwa, au kwa ujumla watu wa huduma wa mifumo ya taxi mtandao, changamoto kubwa ambazo wanakutana nazo upande wao, lakini pia upande wetu sisi kama wadhibiti, ni kwa baadhi ya madereva ambao sio waaminifu. Kwa mfano, dereva, nadhani utakuwa umeshashuhudia inakotokea, umeita gari au umeita chombo cha usafiri kwa mfumo wa mtandao, akifika anakuambia cancel, ili aonekane kwenye mfumo kama hakubeba huyo abiria. Lakini kumbuka hakuwa na huyo abiria. Abiria amempata kwenye mfumo, lakini anasema cancel ili twende nje ya mfumo. Au la, anakuambia badilisha uelekeo. Kama ulitoka Posta unataka kwenda Tegeta, sema labda unaenda tu Mwenge, ili tukifika Mwenge ionekane kama safari imeisha, lakini nitakupeleka mpaka Tegeta. Kwa hiyo namna hiyo ni moja ya changamoto ambayo tunaipata. Lakini kwa sisi pia kama wadhibiti, kuna baadhi ya watu wanakodisha hizi account. Yaani wewe labda bwana Salva au bwana Juma umepewa account yako ambayo tumechukua taarifa zako, na ndio maana umepewa ile account ya kutoa huduma, lakini wewe unapokuwa utoe huduma, zile password zako na ile account yako unamwachia mtu mwingine anaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo unaweza kushangaa jina limeandikwa labda dereva wako anayekuja, jina lake anakuja labda ni Neema au ni Asha, alafu unashangaa anayekuja kiuhalisia ni John au Juma. Kwa hiyo inakuwaje, nakwambia bwana mimi huyu mwenyewe hayupo, au mwenyewe anaumwa kidogo, nimeamua nimshikie. Kwa kweli kufanya hivyo ni kosa, na kucancel huduma ya usafiri wa taksi mtandao ni kosa. Cha kwanza, manake unakuwa unafanya ubadhirifu, unaiba mapato ya kampuni ambayo ndio imekuunganisha pale. Lakini upande wa pili, wewe abiria sasa unapokubali kufanya maamuzi ya kucancel ile safari yako, manake sasa unajiondoa katika mtu ambaye yupo kwenye kumbukumbu za waliotoa huduma. Sasa ikitokea imetokea changamoto, imetokea ajali au imetokea yule mtu wa mfumo labda pengine yule dereva anaweza akakufanyia makosa yoyote pale wakati akikuhudumia, maana hutakuwa na haki. Utaonekana wewe kwamba uliweza kusitisha ile safari kwa maana ya kucancel na haukuhudumiwa. Kwa hiyo sio salama. Lakini pia hata sisi tunafanya ukaguzi, tukikuta umepewa huduma lakini huku umeisitisha ile huduma, maana unakuwa umefanya makosa. Lakini kwa upande wa watu wa huduma sasa za mifumo ya taksi mtandao, pia nao tunawahimiza wasitoe ile account ya mfumo kwa gari ambayo haina leseni ya LATRA. Kwa mahitaji ya kisheria yanajulikana wazi, ni kwamba kabla hujasajiliwa gari yako kwenye mfumo wa taksi mtandao, lazima yule mwenye mfumo ajiridhishe kwamba hiyo gari ina leseni ya LATRA. Hapo ndio huduma zote zinakuwa zimekaa kwa usalama. Swala la mwisho ni tukiendelea kubaki kwenye swala la usalama. Madereva wanasema kwamba ikitokea wao wamefanya jambo lolote baya, wana uwezo wa kumpata abiria ana uwezo wa kumpata moja kwa moja yule dereva, labda kama ikitokea kuna kesi kama hizo za kupigana na vitu kama hivyo. Lakini abiria, inakuwa ni ngumu sana kwa dereva kumpata abiria pale ambapo kuna challenge yote, kwa sababu wapo baadhi ya madereva wanasema wameshaibiwa pikipiki na vitu kama hivyo. Kuwapata abiria kidogo imekuwa ni changamoto. Hapo tunaliwekaje swala kuhakikisha kwamba wao wote wanakuwa salama? Asante. Nikwambie tu changamoto kubwa hapo inaanzia kwenye utii wa sheria. Abiria kabla hajasajiliwa kwenye mfumo wa taksi mtandao, abiria naye taarifa zake zinachukuliwa na zinatunzwa kwenye mfumo. Kwa hiyo abiria ambaye taarifa zake zipo kwenye mfumo, namba yake ya simu, jina lake, namba ya kitambulisho,
ule utambulisho wake wote unafahamika kwenye mfumo. Akifanya makosa kama tunavyomtambua udereva, akiripoti tunaweza kufuatilia siku fulani tarehe fulani abiria alikuwa ni fulani, taarifa zake zipo, ni rahisi kumchunguza. Changamoto inayopatikana ya wizi wa vyombo vya usafiri ni kwa abiria ambao hawako ndani ya mfumo. Yaani unamkuta mtu amepaki gari pale, unaambia anataka nipeleke sehemu fulani, ndio huko unaweza kufanya. Nadhani unafahamu hata wewe kama taarifa zako zote zipo na umeomba kupitia mfumo, umeomba huduma kupitia mfumo, wewe ni abiria, ni vigumu sana ukaenda ukatenda uhalifu wakati unajua taarifa zako zote zipo katika mfumo. Kwa hiyo kimsingi hapa twende tutii tu utaratibu wa kisheria. Taksi mtandao itoe huduma kwa mtandao kweli, isitoe huduma nje ya mtandao, kwa sababu ndio leseni iliyopewa. Naam. Yeah. Tunafahamu kwamba huduma za serikali na kazi za udhibiti kama zinazofanywa na LATRA zinatumia sana mifumo. Kwa hiyo napenda tukutoa wito kwa wasafirishaji, kwa maana wamiliki wa vyombo vya usafiri na wamiliki wa mifumo hii ya taksi mtandao, pande zote, kwanza tuzingatie utii wa sheria, lakini tufanye kazi kwa kuzingatia utu, kama Mheshimiwa Rais anavyosema, kazi na utu, kwa maana ya kwamba zile taratibu ambazo mnakuwa mnazifuata ni kwa mujibu wa sheria, lakini pia tuna jukumu pia la kuangalia hawa watu wanaotoa huduma ni binadamu na wana changamoto, wana matatizo ya aina mbalimbali. Kwa mfano wenzetu wa hao madereva, baadhi yao kwa kweli uchumi wao ni mdogo. Kwa hiyo hata zile sera ambazo wanaziweka huyu mmiliki wa mfumo ziangalie basi ubinadamu, kwamba huyu mtu kwa mfano anadaiwa labda kiasi kadhaa, kwa ule utaratibu wa mtu kulipa na utaratibu wa ofa ambazo zinazotolewa zizingatie sheria, lakini pia zizingatie utu, ili kuweza kuwasaidia hawa watu pia waweze kukuhudumia leo na kesho, kwa sababu huwezi kumkandamiza dereva kiasi kwamba unaona kwamba kesho atashindwa kutoa huduma, na wakati tunamtegemea. Kwa hiyo kwenye hizi huduma tunategemeana, kwa hiyo tuwe na utu katika utoaji wa huduma. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.